Mtazamaji, ikiwa ni mwendelezo wa mada yetu ya jinsi ya kuomba, na mtumishi wa Mungu mchungaji yupo hapa tena kwa ajili ya kuendelea na hii mada. Na siku ya leo tutakuwa tunazungumzia hasa maombezi. Nini maana ya maombezi? Ukisikia maombezi, wewe mtazamaji, ni kipi unachokielewa kuhusu maombezi? Sasa mtumishi wa Mungu mchungaji yupo hapa kwa ajili ya kuendelea kutuambia juu ya maombezi ni nini, na nimkaribisha aweze kujitambulisha, alafu moja kwa moja sasa aweze kutupeleka kwenye somo. Mchungaji, kwanza karibu, tuambie ni nani kutoka wapi? Asante, wana sifiwe. Karibu. Amina sana. Mimi naitwa mchungaji Boniface Steveni, natokea kanisa la EAGT pale Bujola Kisesa hapa Mwanza. Mungu ametupa neema hii ya kuwepo mahali hapa. Tunalo somo linasema jinsi ya kuomba. Na tumeendelea kujifunza vipengele vingi mpaka sasa tulipofikia. Nipende tu kumhasa mtazamaji wangu kwamba kama ni mara yake ya kwanza kuanza kufuatilia somo hili, basi ni vizuri mwishoni pale anapopata mawasiliano kuchukua namba za simu kwa ajili ya kupata vipengele vingine ambavyo viko nyuma, kwa sababu kule nyuma ndipo panapojenga msingi wa somo hili la jinsi ya kuomba. Lakini leo tunataka tukajifunze juu ya kuna njia 4 za kuwasilisha maombi mbele za Mungu. Katikati ya hizi njia 4 leo tutaitazama njia mojawapo ambayo ni maombezi. Tutaitazama njia mojawapo ambayo ni maombezi, na tumshukuru Mungu ili tuweze kuendelea. Karibu. Baba yetu na Mungu wetu Mwokozi, ni wakati wako kusema na watoto wako kwa ajili ya ukombozi kupitia damu yako Yesu. Nasi tuko tayari Bwana upate kutuhudumia kupitia jina la mwanao Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Kimsingi katika maombi kuna njia ya kuwasilisha maombi mbele za Mungu, kwa sababu maombi ni uwasilishaji wa mahitaji ya mtu mbele za Mungu. Hiyo ni maana mojawapo ya maombi. Sasa tuko kwenye kipengele cha kuombewa ambao watu wengi wanakifahamu, lakini wengi hawajui maana ya kuombewa, kwa nini kuombewa, na vitu vingine vilivyoko ndani ya kuombewa. Kuombewa ni mtu mwingine kusimama mbele za Mungu kwa niaba ya mtu mwingine. Yaani kwa mfano, wewe una uhitaji, alafu mimi ninasimama mbele ya Mungu, sio kwa ajili yangu, kwa niaba yako, kuwasilisha uhitaji wako, kutaka msaada kutoka kwa Mungu kwa ajili yako. Kwa hiyo ndio maana unaweza kuona kwamba ukitaka nikuombee, mara nyingi unaweza kukuuliza unataka nikuombee nini, unaeleza kile ambacho nataka nikuombee kwangu. Ukishaeleza sasa, mimi naichukua hatua ya kutoa kile ulichonieleza kupeleka mbele za Mungu. Katika Biblia, kitabu cha Kutoka, Biblia inadhibitisha mambo haya. Ile sura ya 32 mstari wa 11. Musa akamsihi sana Bwana Mungu wake na kusema, Bwana, kwa nini hasira zako kuwaka juu ya watu wako uliowaleta kutoka nchi ya Misri na uweza mkuu na kwa mkono wenye nguvu? Hapa ni kipindi wana wa Israeli wamemkosea Mungu. Mungu akawaka hasira juu ya wana wa Israeli, anataka kuangamiza. Hapa Biblia inaeleza kwamba si wana wa Israeli tu walienda mbele za Mungu kuomba. Tunamuona Musa ambaye alikuwa hajatenda kosa, anabeba lile hitaji kulipeleka mbele za Mungu. Kwa hiyo ndiyo maana ya kuomba. Lakini kwa nini? Hiyo ndio maana ya kuombewa. Hiyo ndio maana ya kuombewa. Lakini kwa nini kuombewa? Kwa nini kuombewa? Samahani mchungaji, kabla haujaendelea. Ndio. Kuombewa na maombezi ni kitu kile kile ama ni vitu? Kuombewa na maombezi ni kitu kile kile. Ni kitu kimoja. Kwa sababu ni maombezi, maana yake inaweza ikawa kwamba muombeaji anaombea zaidi ya mtu mmoja. Muombeaji anaombea zaidi ya hitaji moja. Ama yale maombezi ni kwamba sasa muombaji hata kuwa na siku moja ya kuomba, yanaweza yakawa na mwendelezo. Ndio maana sasa yanakuja kwamba kuombewa inakuja kwenye maombezi. Sawa, tunaweza tukaendelea sasa. Kwa nini kuombewa? Kwa nini
yafanyike maombezi. Kwa nini kuombewa? Ni vizuri mtazamaji akaelewa na kufahamu kwamba katika maisha ya Mkristo ama ya mtu mbele za Mungu, kuna mambo hayawezi kutendeka ni mpaka umefanyiwa maombezi. Kuna mambo kwenye maisha yako hayawezi kutendeka ni mpaka umefanyiwa maombezi. Hii haina maana kwamba wewe huwezi kuomba. Hii haina maana kwamba wewe si mtakatifu. Unawezekana umeokoka, inaweza kuwa ni mchungaji, inaweza kuwa mtumishi wa Mungu yote. Lakini kuna mambo mengine kwenye maisha yako yatatendeka tu endapo pakiwepo na muombezi kwako. Mfano wa hayo mambo, mchungaji, ni yapi? Moja kwa moja hatuwezi kuyabainisha kwamba ni jambo hili kwa sababu hizi njia nne za uwasilishaji wa maombi mbele za Mungu zinategemeana. Kwa hiyo kuna unaweza ukawa ile njia ya kwanza ndio iliyopiga hatua ya kuipa njia ya pili. Njia ya pili ikaipa njia ya tatu. Njia ya tatu ikaipa njia ya nne. Kwa hiyo vinategemeana. Kwa hiyo hakuna specific jambo ambalo kwamba jambo hili ni lazima ufanye nini? Kuombewa. Lakini kuna dalili za kuweza kutambua kwamba jambo hili linahitaji kuombewa. Kwa mfano, kama una jambo ambalo umewahi kulipeleka mbele za Mungu wewe kama wewe kwa muda mrefu na huoni kujibiwa. Kile unapoomba huoni kujibiwa. Kile unapoomba huoni kujibiwa. Limesimama. Ni moja ya kuashiria kwamba jambo hilo linahitaji msaada zaidi. Ndio sasa unaweza kumtafuta maombi. Lakini kwa nini sasa kuombewa? Sababu ya kwanza ya kufanya maombezi kwa watu. Sababu ya kwanza, kuna mambo magumu na makubwa yanayoamriwa kupelekwa mbele za watumishi wa Mungu. Yaani kuna mambo mengine ni magumu katika utendaji kazi wake, katika uwasilishaji wake. Kwa hiyo yanahitaji mtu ambaye ana neema zaidi yako. Ni vizuri mtazamaji akaelewa kwamba sisi sote tuna haki sawa mbele za Mungu, ila neema tunatofautiana. Kama unakumbuka kipindi nafundisha kwamba nani anastahili kuomba, nilizungumzia hicho kipengele. Sasa kuna mambo mengine ni magumu. Na kwa kuwa Mungu wetu anaishi katika utaratibu, Mungu ana kanuni zake. Kwa kuna mambo mengine kwa kanuni za kimungu yameamuliwa kwamba yatapelekwa mbele za Mungu na makuhani. Yatapelekwa mbele za Mungu na wachungaji. Yatapelekwa mbele za Mungu na watumishi wa Mungu kulingana na nafasi ambayo Mungu ameiweka ndani ya huyo mtumishi wa Mungu. Hili tunalipata tukisoma kwenye kile kitabu cha Kutoka, ile sura ya 18 na ule mstari wa 22. Biblia inasema hivi: nao waamue watu hao siku zote, kisha kila neno lililo kubwa watakuletea wewe. Kila neno lililo kubwa watakuletea wewe. Hapa ni baada ya kuwa Musa ameshauriwa na baba mkwe wake kuweka mgawanyo wa majukumu, baada ya kuwa kana kwamba anatumia muda mrefu kuhudumia watu. Akashauriwa kuwekwa nini? Mungu akamtumia mtu wa kumshauri kuweka mgawanyo wa majukumu. Sasa unaona hapa Biblia inasema hivi, mambo mengine wataweza kuamua kulingana na alivyogawa yale majukumu. Lakini kuna mambo mengine makubwa, maana yake yaliyowashinda wao, watamletea nani? Watamletea Musa. Kwa kuna mambo mengine wewe kwa nafasi ulio nayo huna nafasi ya kuweza kuyapeleka mbele za Mungu. Yanahitaji nini? Yanahitaji muombezi. Lakini sababu ya pili ni mafuta yaliyo juu ya walio juu yako. Sawa sawa. Ni mafuta yaliyo juu ya walio juu yako. Sasa kuna katika maombezi ama katika kumwombea mtu, kwa nini mtu aende kutaka kuombewa? Katika utumishi tunaomtumikia Mungu, Mungu hupaka watu wake mafuta. Sasa yale mafuta hutofautiana kulingana na nafasi ama bidii ama namna mtu anavyojitoa mbele za Mungu. Sasa watu kutokana na ile bidii ya kujitoa mbele za Mungu humfanya mtu yule juu yake kuweko na mafuta, kuweko na upako, nguvu ya Mungu iweko kubwa juu ya huyo mtu. Sasa ukinapoenda kuombewa, ile nguvu ya Mungu inakusaidia kupokelewa yale mahitaji yako. Ukizungumzia watu walioko juu yangu, namaanisha watu gani hasa? Wachungaji ama yoyote yule anayenizidi tu? Labda nitolee mfano, nitolee mfano mtiririko mzuri. Kwa mfano, muumini wa kawaida
aliyeko juu yake wa kwanza, ile hatua ya kwanza inaanza, anaweza kuwa mzee wa kanisa, anaweza kuwa mwinjilisti, anaweza kuwa mwalimu wa neno la Mungu hapo kanisani. Ukitoka hiyo ngazi, anaweza akawa kiongozi wake wa idara. Ukitoka hiyo ngazi, anaweza mchungaji wake anayemuongoza kwenye tawi la mahali pamoja. Kwa mchungaji ukitoka, anaweza kawa askofu, pengine askofu wa jimbo. Ukitoka, anaweza kawa askofu wa kanda, askofu mkuu. Hawa wote hawa kimsingi wanatofautiana nini? Mafuta. Wanatofautiana mafuta ya kimungu juu ya. Ndio maana mchungaji hawezi kuweka mikono juu ya askofu wa kanda kwamba anamtawaza kuwa nani? Askofu wa kanda. Ndio maana askofu wa kanda atawekewa mikono na askofu mkuu. Askofu wa kanda ataweka mikono kwa askofu wa jimbo. Askofu wa jimbo ataweka mikono kwa mchungaji. Sawa, nimekuelewa vyema mtumishi wa Mungu. Nataka kujua sasa, kwa sababu ulichokizungumzia, kuna wakati tulisema kwamba cha msingi ni neema iwe kubwa. Tukizungumzia neema na mambo ya kivyeo, uchungaji wa askofu nadhani ni neema ama ni vyeo kama vyeo vingine? Kwenye swala la utumishi wa Mungu, sisi hatuna vyeo. Kimsingi kuna neema, kwamba neema ndiyo Mungu anakupa neema kwamba kwa kipindi hiki wewe uwe askofu mkuu, kwa kipindi hiki uwe askofu wa kanda, uwe mchungaji. Ile ni neema, sio cheo. Usije ukasema wewe ni mchungaji ukasema mimi cheo changu ni mchungaji. Ni Mungu amekupa neema, usimame kwenye nafasi hiyo, uwatangulie hilo kundi alilokupa uliongoze. Maana Mungu kila kundi anapoliweka lazima aweke muongozi wa kulipeleka. Sawa, ulizungumzia kitu kingine ni mafuta. Nataka kujua sasa kwamba mtumishi wa Mungu, muumini wa kawaida, kwa sababu kuna wakati ulisema kwamba unaweza ukawa umeokoka ndani ya mwaka mmoja, lakini spidi yako ya wokovu ikamzidi yule aliyeokoka miaka 20 iliyopita. Ndio. Sasa nataka kujua kwamba wakati mwingine labda kanisani kuna hawa wazee wa kanisa, hizo ngazi zote ambazo umezitaja, mtu anaweza akawa na mafuta ama akawa na neema kubwa kuliko hizi ngazi ambazo zipo kanisani. Inawezekana kabisa. Na kama inawezekana, mimi najua mtu labda yupo anamzidi neema mtu fulani, lakini naye anahitaji msaada wa mwombezi. Ndio. Sasa anaweza akamfuata mtu kama huyu ambaye anajua kabisa nimemzidi neema na vitu kama hivi katika ulimwengu wa roho. Sasa hapo ni kujibu vizuri kwenye hizo neema tunazozungumzia, au haya ile nguvu ya kimamlaka. Karibu. Sasa kuna neema ile ambayo inakuja juu ya mtu kwa sababu moja, utii wake mbele za Mungu, bidii yake mbele za Mungu, moyo wake unyenyekevu mbele za Mungu, utoaji wake na mambo mengine yanayo mkaribisha uwepo wa Mungu kwake. Hiyo neema hiyo inaweza ikawa ndani ya mtu kubwa kuliko hata mzee wa kanisa au kiongozi mwingine. Inawezekana. Lakini pia sasa kwenye mafuta hapo kuna mafuta ya kimamlaka. Hayo mafuta ya kimamlaka hayaji kwa hizi bidii. Unanielewa? Haya mafuta ya kimamlaka yanakuja kwa nafasi mtu ambaye Mungu amemchagua kusimama kwenye ile nafasi. Ndio maana akichaguliwa mzee wa kanisa lazima awekewe mikono. Ile mikono kuombewa. Ile mikono maana yake ni nini? Anapakwa mafuta ya kimamlaka kutumikia ile nafasi. Sasa akishapakwa yale mafuta, kwa tunapozungumzia habari nani yuko juu yako, kama ni kwenye neema ya kawaida, yeyote anaweza kuwa juu ya mwingine. Lakini kama ni kwenye mtiririko sasa wa kimamlaka, yule aliyepakwa mafuta automatically ana mamlaka zaidi yako, ana mafuta zaidi yako. Sawa, nadhani umenijibu vyema. Twende sasa moja kwa moja kwenye tumalizie ambacho ulichokuwa unakizungumzia. Tulikuwa tunazungumzia mafuta yaliyo juu ya mafuta yaliyo juu ya mtu aliyoko juu yako. Kitabu kile cha Waebrania sura ya 7 mstari wa 7, Biblia inasema hivi: wala haikanushiki kabisa kwamba mdogo hubarikiwa na mkubwa. Ila pia ukisoma Ayubu 42:8, Biblia inasema hivi: basi sasa jitwalieni ng'ombe waume 7 na kondoo waume 7, mkamwendee mtumishi wangu Ayubu, muisogeze sadaka ya kuteketezwa, na huyo mtumishi wangu Ayubu atawaombea ninyi, na kwa kuwa nitamridhia yeye. Unaona hapa pia ni wana wa Israeli uko mekosea katika safari. Kuomba kwao hakukupokelewa. Mungu akawaagiza waende kwa mtumishi wake. Anasema yeye akiwaombea atamridhia, maana yake atamsikia, atamkubali, atapokea yale maombi. Lakini sababu ya tatu kwa nini uombewe,
kwa nini uombewe, ni kuongezewa nguvu. Kuongezewa nguvu, kwamba yule mtu anayekuwa juu yako, anayekuwa juu yako, anayesimama kwa ajili ya kukuombea, wakati mwingine ile neema aliyonayo kipindi anakuombea, kikawaida kwenye mambo ya kiroho huwa kuna kitu kinafanyika kama ni transformation. Yani kuna vitu vinahama kutoka kwa huyu vinaingia kwako. Kama ni neema ya uponyaji aliyonayo yeye, nini kinachokuponya, nini kinachofanyika ili upone, ni ile neema ya uponyaji iliyoko ndani yake inahama kutoka kwake kuingia kwako. Ndio maana kipindi pindo la vazi la Yesu lilipoguswa, Yesu alisema kuna nguvu imenitoka. Unanielewa vizuri? Na akabaini kwamba aliyemgusa sio mguso wa kawaida, kwa sababu aina ya nguvu iliyotoka haikuwa ya kawaida. Maana yake kuna watu walikuwa wamemgusa Yesu, kuna nguvu zilikuwa zimemtoka, lakini si sawa sawa na ile. Watumishi wa Mungu, kwa mfano nikupe mfano mimi hapo ambaye nilikuwa kwenye huduma hiyo ya maombezi. Sawa? Hata unapokuwa unafanyia maombezi wewe kama wewe, ukimaliza yale maombezi huwa ndani yako unajisikia kabisa kuna kitu kimetoka. Ndio sasa mtu anaweza kuwa amechoka mwili mpaka mwili unafanya nini? Nini kinachofanya mwili uchoke? Kipindi unafanya maombezi, kuna vitu ambavyo Mungu ameweka ndani yako vinatoka kuingia ndani ya wale unao waombea. Kwa hiyo kwa nini uombea? Kwa moja ya sababu ya tatu ni kuongezewa nguvu. Kwa unamuongezea nguvu yule mtu. Ndio maana kwa mtu anaweza kaja kwako amekata tamaa, lakini ukimwombea anatoka ametiwa nguvu, ametiwa tena moyo mpya. Kwenye kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 34 mstari wa 9, Biblia inasema hivi: na Yoshua mwana wa Nuni alikuwa amejaa roho ya hekima, maana Musa alikuwa ameweka mikono juu yake. Joshua alikuwa amejaa roho ya nini? Ya hekima. Nini kilicholeta roho ya hekima juu ya Joshua? Ni kwa sababu Musa alikuwa ameweka mikono juu yake. Ndio maana sasa wakati mwingine unaweza kuwa umeanza level ndogo umeanza level ya kwanza ile ya uchungaji, ile level ya kwanza sio ndogo, level ya kwanza ya uchungaji. Unapoanza wakati mwingine, kwa mfano kuna kitu tunasema mchungaji msimikwa. Sasa ile mchungaji msimikwa inategemea na utaratibu wa dhehebu. Labda niongelee kwa mfano dhehebu letu la EAGT, ni mchungaji msimikwa. Ili mimi niwe mchungaji msimikwa, lazima askofu mkuu aweke mikono juu yangu. Nini maana yake? Ni kwamba ananiongezea nguvu sasa kutoka ile hatua ya kwanza ya uchungaji kwenda kwenye hatua ya usimikwa. Lakini sababu ya 4 kwa nini uombewe ni ukomavu wa kiroho. Ukomavu wa kiroho, kwamba inawezekana kweli umeokoka na una nafasi ya kujiombea, lakini kuna viwango vya kiroho haujafikia. Tunaposema wokovu wa kiroho, hapa tunaangalia mafundisho, neno la Mungu. Inawezekana ni kweli unasoma neno la Mungu, lakini hujafika kiwango cha kuweza kulifafanua kwa undani, kulielewa maana yake kwa uhalisi, pamoja na kwamba unafanya nini, unalisoma. Kwa hiyo yule mtu ambaye anakuombea anaweza akawa yeye kwenye hilo eneo yuko katika ukomavu mzuri ambao anaweza akakuombea. Maana ukumbuke maombi pia ni lazima yaambatane na neno la Mungu, lazima yaendane na neno la Mungu. Umenielewa? Lakini sababu labda ya pili, pengine kwa sababu ya muda dakika chache ili tuweze kufika tamati. Natamani sasa kujua ni vipi vitu vya kuzingatia unapofanyiwa maombezi ama unapofanya maombezi. Vitu vya kuzingatiwa unapofanyiwa maombezi, kwanza ni lazima uelewe. Jambo la kwanza, elewa kwamba kwenye maisha yako in any level you are, katika level yoyote uliyopo, ni vizuri ukaelewa kwamba kuna mambo mengine hayawezi kufanyika ni mpaka uombewe. Ukielewa hivyo sasa, jambo la pili, amini pale unapoenda kuombewa kwamba mtumishi wa Mungu anapofanya maombezi juu yako, amini kwamba kuna nguvu ya neema ya Mungu imeingia kwako. Sawa. Na pengine sasa kwa sababu ya muda, mtazamaji, ninaamini kuna vingi ambavyo unajifunza kutoka kwa mchungaji Boniface, na pengine ni shauku yako kubwa sana kutaka kujua zaidi kuhusu hili somo na hii mada, kwa sababu pengine imeendelea kubadilisha maisha ya watu wengi, na ninapokea simu na jumbe hapa kwamba watu wanataka kuokoka. Na huyu yupo anaitwa Deriki wa Tunduru, mchungaji. Yeye anasema kwamba anataka kuamini katika Kristo.
Amina. Nadhani baadaye atakupata vyema kabisa. Nitamtafuta na nitampa sala ya toba. Sawa. Na nitampa maelekezo nini cha kufanya zaidi. Sawa sawa. Na kama kutakuwa na wengine basi watakupata. Na niombe sasa, hebu mchungaji utupe ujumbe wa mwisho asubuhi ya leo. Umezungumza vitu vingi vizuri, lakini natamani ujumbe wa mwisho kwa mtazamaji wangu ili aweze kufahamu kutoka kwako. Ninachoweza kuzungumza napomalizia ni kwamba watumishi wa Mungu, mambo ya kimungu ni mambo ambayo yanahitaji ukina wake, yanahitaji upana wake. Kwa hiyo ni vizuri, mimi ni msihi mtazamaji kwamba asiishie tu kwenye kutazama, lakini pia ni vizuri kupata muda mwingi wa kujifunza kwa undani kwa ajili ya Mungu. Kwenye hicho kipengele ninapoacha mwisho kwenye kujifunza zaidi, ni vizuri watumishi wa Mungu wakaelewa. Hii hatuna maana kwamba tunasema vibaya, lakini ndio uhalisia kwamba kuna hali ya watu wengi kuogopa kuulizwa maswali. Na kimsingi ukipata mtumishi wa Mungu ambaye una uwezo wa kumuuliza swali na akakupa majibu sahihi, hii ni moja ya njia ya kumsaidia mtu kukua kiroho sana. Namshukuru Mungu, si kwa kujivuna, amenipa neema hiyo. Kwa kama mtumishi wa Mungu anayenitazama, una jambo lolote linalohusu habari ya Mungu, karibu sana, muda wowote niulize, nitakujibu vizuri. Na ndiyo maana sasa katika hili, baada ya kuwa nimelifanya, nikaona kuna changamoto ya kumjibu mtu mmoja mmoja, nikaona grupu la mafundisho ya neno la Mungu la WhatsApp. Sawa sawa mchungaji, kabla hujafika huko kutupa details zaidi, ndio kuna huyu hapa ameuliza swali na mimi nimelifurahia. Anasema, je, mimi nikimtembelea mchungaji nikamkuta anaumwa, siwezi kumwombea? Ukienda pale ukamkuta anaumwa, kumwombea mchungaji, mtu yote yule anaweza kumwombea mchungaji, si tu kama umemkuta anaumwa, hata kama haumwi unaweza kumwombea kabisa mchungaji wako unaweza. Na ndio maana hata Paulo anasema mtuombee. Kwa kumwombea unaweza kumwombea kabisa, japo na penyewe huwa kuna taratibu zake. Yaani namna ya kumwombea aliyoko juu yako kuna taratibu zake, namna ya kumwombea aliyoko chini yako kuna taratibu zake. Sasa kuna watu wao wanashindwa kuzitofautisha kwamba ni mchungaji wako, unajikuta umemwombea sasa unavyomwombea mshirika. Umeelewa? Kwa na yeye huko mbele tunapoendelea tutafundishana, lakini kiujumla ni kwamba mtu yoyote anaruhusiwa kumwombea mchungaji wake. Kifupi unaweza kugusia kidogo namna ya kumwombea mchungaji? Namna ya kumwombea mchungaji, mtumishi wa Mungu, hilo ni somo. Sawa. Tukiligusa mtazamaji wetu atatuelewa. Aendelee kutufuatilia kadri tunavyoendelea. Mungu ametupa neema. Mwaka mzima tutakuwepo. Naamini mwaka mzima. Kwa hiyo tutaendelea kujifunza. Aendelee tu kufuatilia kwenye vipindi vyetu. Sawa sawa. Twende moja kwa moja sasa, mtazamaji akitaka kupata mafundisho yako ama kujifunza zaidi kutoka kwako, afanye nini ili aweze kujifunza zaidi nje ya hapa katika kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu? Njia ya kwanza ya kunipata kwa ajili ya mafundisho ni kwa njia ya simu, ambapo nina pia kufundisha hiyo ambayo nimekuambia kwenye njia ya WhatsApp kwa grupu. Linaitwa Wisdom and Prayer Hub. Nyumba ya hekima na maombezi. Au mahali pa hekima na maombezi. Hapo kwenye namba yangu ya simu ambayo nitaitoa hapa, ni namba yangu ambayo iko WhatsApp. Utanitumia namba hiyo na utaniambia niunge, na mimi nitakuunganisha kwenye lile kundi. Lengo na kusudi ni kurahisisha kuhudumia watu, kwa sababu nimeendelea kuhudumia watu karibu kutoka pande zote za nchi ya Tanzania na nje. Sasa kumhudumia mmoja mmoja itaniwia vigumu, lakini ninapoweka pamoja na wahudumia vizuri. Lakini pia nimegundua faida nyingine ni kwamba anaweza kauliza swali mtu mmoja likasaidia na watu wengine kwa pamoja. Lakini njia ya pili ni kufika kanisani. Pale kanisani Kisesa Bujora tunazo ibada zetu katikati ya wiki na Alhamisi, lakini Jumapili tunaanza saa 3 mpaka saa 7. Ukifika mahali hapo na kualika, unaweza kupata huduma vizuri ya mafundisho. Lakini pia njia ya tatu ni kwa njia ya Facebook na TikTok. Hapa kwenye akaunti ya Facebook kwenye mafundisho ya neno la Mungu, nina akaunti inaitwa Renovation Gospel TV. Renovation Gospel TV ni page hiyo, ukiisearch utaikuta, utafollow hiyo page. Kuna mafundisho kila siku asubuhi na jioni ninayoyaweka hapo. Ila pia hata siku ya leo nitakuwa live majira ya saa 6 mpaka saa 7 kwenye maombezi yangu, nitakuwa live kwenye hiyo account. Sawa sawa.
Na labda sasa kwa maelezo hayo naamini mtazamaji anaweza akakupata huko. Nitaje namba yangu ya simu. Sijahitaji namba ya simu. Naomba tumalize sasa chap chap. Karibu haraka. Namba ya simu ni 0744 48 80 53. 0744 80 53. Sawa sawa. Nashukuru sana kwa kuwepo hapa kutufundisha, naamini umeeleweka kabisa kwa mtazamaji. Amina. Nikushukuru sana mtazamaji wangu kwa kuendelea kuwa nami katika kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu, ikiwa ni Jumapili njema ambayo Mungu ametupa, na ninaamini kupitia watumishi wa Mungu mbalimbali ambao nimekuwa nao hapa katika kipindi hiki kwa siku ya leo, kuna hatua Mungu ameweza kukusaidia kuweza kujifunza. Na mimi naitwa Madoshi James, nilikuwa na mchungaji Boniface, na anayenifanya kuonekana ni Benita pamoja na Elisha Ndaro cameraman, na msimamizi wa kipindi hiki ni Emmanuel Makuliga. Hivyo tukutane Jumapili ijayo, muda ni ule ule kuanzia saa 12:30 mpaka saa 3 kamili. Kipindi hiki kitakuwa hewani. Usikose kufuatilia mwendelezo wa kipindi kijacho. Kwa heri. Usikose kutazama kila siku ya Jumapili asubuhi. Njoo pamoja tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea.